Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Na mtazamaji wangu, kipande cha video nilichoweza kutanguliza mwanzo mwa video hii ndio hali halisi ambayo imeweza kushuhudiwa leo hii huko Tanzania, kwani hivi sasa Watanzania wengi wanaweza kudai kwamba hawataki CCM kwa mara nyingine kurejea ofisini katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, bali wanataka Mheshimiwa Tundu Lissu kuachiwa huru. Nitakuchezeshea kipande hiki cha video kwa mara nyingine ama kingine ambacho Watanzania wameweza kudai hawataki CCM na wanataka Mheshimiwa Tundu Lissu kuachiwa huru. Mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itakuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, vile like video hii, kwani ndiyo support pekee ambayo utaweza kutupa kwa kile ambacho tunazidi kukifanya siku baada siku katika YouTube channel hii. Naam, mtazamaji wangu, kadri uchaguzi mkuu unapozidi kukaribia, inazidi kuwa wakati mgumu kwa chama cha CCM, kwani matumaini ya viongozi wa CCM kwa mara nyingine wachaguliwa katika nafasi hizo za juu, hasa kiti cha urais, zinazidi kufifia. Mtazamaji wangu, kama ulivyoweza kutizama umati huo uliokuwa ndani ya basi la mwendo kasi, mtazamaji wangu, bila uoga wote ule, ni kama kipindi na wakati ambapo maneno ya no reform no election yalipokuwa yakiimbwa hadharani, leo hii kinachozidi kushuhudiwa kwa kutokuwepo kwake Mheshimiwa Tundu Lissu, bado watu wanafahamu kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu ndiyo kiongozi mwafaka kwa kufanikisha azma ya kuongoza Jamhuri ya Tanzania na kuongoza Jamhuri ya Tanzania katika njia sahihi. Hivyo basi inaonekana kuwa ni pigo kubwa kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kwani wale anaozidi kuwategemea kuwa naye katika kipindi hiki cha uchaguzi unapozidi kukaribia hawapo tayari kumuunga mkono. Je, ni nani basi ataweza kusimama naye? Mtazamaji wangu, dalili hii ni dalili mbaya kutokana na yale yote yanayozidi kuzungumzwa katika mitandao tofauti ya kijamii, maandamano yanayozidi kutarajiwa kufanyika wakati wa uchaguzi mkuu. Mtazamaji wangu, hivi sasa ingekuwa vyema iwapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na uongozi mzima wa serikali ya awamu sita na viongozi wakuu wa chama cha CCM wangeweza kuita mkutano dharura kujadili yale ambayo Tanzania wanazidi kupendekeza yaweze kufanyika kabla ya uchaguzi mkuu, kwani mtazamaji wangu, hali hii ni sawia na ile iliyoweza kushuhudiwa nchini Kenya. Hivyo basi, iwapo kweli uongozi serikali ya awamu sita utaweza kuziba masikio, basi huenda ikawa na mwisho mbaya. Mwisho huu utakuwa ni maandamano, kama jinsi ambavyo Rais William Ruto nchini Kenya aliweza kuziba masikio kipindi na wakati ambapo jenzi wa Kenya walikuwa kidai na kuomba mswada wa fedha wa mwaka 2024 na 25 uweze kuangushwa huko bungeni, ila wabunge waliweza kukiuka kile ambacho vijana wa jenzi walikuwa wakiomba. Hivyo basi mwisho siku haikuwa vyema kwa uongozi serikali yake Rais William Ruto. Na mtazamaji wangu, picha hiyo ama tukio sawia na hilo huenda likaweza kutokea Oktoba tarehe 29 iwapo uongozi mzima wa serikali ya awamu sita na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan watakuwa hawajaweza kusikiliza kilio cha wananchi wa Tanzania. Mtazamaji wangu, hivi sasa ground mambo ni tofauti kabisa kwa njia moja ama nyingine. Ni kweli viongozi wa CCM wanalifahamu hili, ila
hawana imani iwapo vijana wa Gen Z wataweza kufanya kile wanachozidi kukitishia kukifanya katika mitandao tofauti tofauti ya kijamii. Mtazamaji wangu, hali moja ama hali inayozidi kusababisha viongozi wa chama cha CCM kutoshtuka, wanaamini kwamba iwapo Mheshimiwa Tundu Lissu angekuwa huru ndiye angeweza kuongoza maandamano. Na mtazamaji wangu, hadi leo hii ama hivi sasa hakuna ripoti yoyote ile ya maandamano imeweza kutolewa na chama Chadema. Hii ikionyesha wazi kwamba maandamano haya si ya kisiasa, bali maandamano haya ni maandamano yanayotaka kufanya mabadiliko katika uongozi mzima katika taifa la Tanzania. Na mtazamaji wangu, iwapo kwa kweli viongozi hawa wa serikali ya awamu ya sita hawataweza kusikiliza, mwisho siku haitakuwa jinsi ambavyo wanavyozidi kudhania. Kwani hivi sasa East Africa mambo ni tofauti kabisa. Kuna mwemko mpya wa kisiasa, jambo ambalo hivi sasa nchini Kenya mambo yanazidi kuchemka sawia na nchini Tanzania, ambapo uchaguzi huu mkuu wa mwaka 2025 Watanzania wengi wanadai kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi wote ule. Sasa kama kweli hakutakuwa na mabadiliko, ni kipi kitakachokuwa kikifuatia? Hakuna uchaguzi, na iwapo hakuna huo uchaguzi, moja kwa moja itakuwa ni maandamano. Na mtazamaji wangu, itakuwa ni sifa mbaya kwa chama cha CCM, kwani mbona waweze kushinikiza wananchi hadi kipindi ama kuwafikisha katika hatua ya maandamano? Mtazamaji wangu, taifa la Tanzania lipo na historia nzuri kweli kisiasa, ila kwa wakati huu macho ya wengi yapo katika viongozi wakuu wa CCM. Je, wataweza kutimiza yale ambayo yanazidi kupendekezwa yafanywe na wananchi, ama wataweza kupuuzia? Mtazamaji wangu, vipande hivyo vya video leo hii vimekuwa gumzo, na mtazamaji, amini usiamini, uoga haupo tena kwa Watanzania wengi, kwani hata katika mitandao tofauti tofauti ya kijamii utaweza kuona wengine wanadai Oktoba tunatik, wengine wanakuambia no reform no election. Hatua hii inaonekana kulenga viongozi wakuu wa chama cha CCM. Sasa mtazamaji wangu, iwapo ingekuwa vyema uongozi mzima wa serikali ya awamu ya sita huko nchini Tanzania, Rais Mama Samia Suluhu Hassan na wengine wangeita kikao ili waweze kukaa na kujadili na kujaribu kuepuka maandamano yaliyoshuhudiwa nchini Kenya yaweze kushuhudiwa nchini Tanzania, na hayataweza kushuhudiwa iwapo wataweza kuketi na kujadili mambo ama mapendekezo ambayo yanazidi kuwasilishwa siku baada ya siku na wananchi wa Tanzania. Sasa mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo ya hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section kuhusiana na tukio nzima hili leo hii la Oktoba hatupigi kura, vile Oktoba maandamano, vile vipande hivi vya video ambavyo vinazidi kuonyesha Watanzania kudai ya kwamba hawataki CCM, pia wanataka kuachiwa huru kwake Mheshimiwa Tundu Lissu. Pia usisahau kusubscribe katika YouTube channel hii na kulike video zetu. Bye bye until the next video.